Karibu katika sehemu yetu ya kwanza ya kuzidi kuchunguza mada inayohusiana na uungu. Mada inayohusiana na uungu. Maandiko yanasema ya kwamba siku hizi za mwisho katika kitabu cha Wakorintho wa pili 4:4. Siku za mwisho kuna Mungu ambaye atajiingiza katika wanadamu. Mungu wa dunia hii ataweza kupofusha watu fikira zao, na kisha wapofusha fikira zao, anawasaidia wanampinga Mungu Baba na mtoto wake Yesu Kristu. Wanaanza kusema ya kwamba hakuna Mungu Baba na hakuna mwana wa Mungu. Wanawabadilisha, wanasema ya kwamba Mungu Baba bado ndiye Mungu Mwana. Kwa hivyo hiyo ni kazi ya huyu. Kitabu cha Wakorintho wa pili 4:4. Inasema lakini injili yetu ikiwa imesitirika kwa hao wanaopotea. Sasa sikiliza, wanaopotea vigezo ambao ndani yao au wanaopotea ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini. Kwa hivyo kuna watu ambao hawaamini, na kwa kuwa hawaamini, Mungu wa ulimwengu huu ambaye Yesu anamuita mkuu wa dunia hii ama shetani ameweza kupofusha fikira zao isiwasukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu. Na wakisha pofushwa na shetani, inakuwa hawawezi kuzukiwa na nuru ya utukufu wa Yesu Kristo ambaye ndiye sura ya Mungu, Sasa Wakristo wa leo siku hizi tutastukia kanisa Katoliki wanauamini utatu. Vile vile Waadventista wa Sabato walio chini ya mfumo wa General Conference pia na wao washanaswa katika mtego na kuingia katika Mungu asiyejulikana. Kitabu cha Matendo ya Mitume 17:22. Sikiliza, Matendo ya Mitume 17:22 tunapozidi kuchambua na kuangalia ya kwamba je, kuna utatu au ni porojo za Wakatoliki na wapagani. 17:23 Matendo ya Mitume inasema, kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa kwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Kwa hivyo kuna madhabahu ambayo ipo katika siku hizi za mwisho, na hiyo madhabahu wanaabudu Mungu asiyejulikana. Ukichukua katekisimu ya kanisa Katoliki ya maswali na majibu ukurasa wa 66 inasema ya kwamba katika imani ya Kikristo fumbo kuu kwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Wanasema ya kuwa katika Utatu Mtakatifu tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu na Mungu Roho ni Mungu, walakini ipo Mungu mmoja tu wala sio watatu. Na vile vile Wakatoliki wanasema hilo ni fumbo na ambalo pia wao hawalielewi, na Waadventista wa Sabato wakaweza kulikumbatia na kulichukua fumbo hilo la Utatu Mtakatifu ambalo ni mada ya Mungu asiyejulikana, na wakaweza kujiwekea, wakawa na kitu kinachoitwa imani za kujitungia. Wakolosai 2:23. Wakawa na kitu kinachoitwa imani za kujitungia. Ina maana akaweza kuiacha imani ambayo waliweza kuachiwa na mitume wa Yesu, wakaweza kuondoka katika foundations ama misingi ya mitume na manabii na kuingia katika misingi mipya, wakaingia katika mashamba ya wajane. Sikiliza, 2:23. Nasema mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ibada mliojitungia wenyewe. Kwa hivyo kuna ibada duniani ambazo wanadamu hata Waadventista wa Sabato wameweza kujitungia na kuzikumbatia. Sasa ni kwa nini tunasema ya kwamba Utatu Mtakatifu ni ibada ya kujitungia ambayo Waadventista wa Sabato wameweza kuikumbatia baada ya kukubali kujiunga na upapa, na kuchukua mikataba yote ya Kikatoliki. Kama ni mishumaa wanawasha kama Wakatoliki. Tunakisoma kitabu cha Pambano Kuu, kitabu cha Roho ya Unabii, Pambano Kuu, ukurasa wa 248 ile ya pili. Inasema mahali ambapo shetani anatawala wameweza kuacha nuru ya Biblia, wakachukua nuru ya mishumaa. Kwa hivyo kuna kanisa ambalo linawasha mishumaa, hata kama ni kanisa la Waadventista wa Sabato, hawa wanaitwa Waadventista wa jina, sio wa misingi. Na Yesu alisema ya kwamba jina aliwezi likaokoa mti kutokana na uharibifu. Sasa sikiliza, ni kwa nini sisi kama Waadventista wa Sabato wana matengenezo ambao tumejengwa katika msingi wa mitume na manabii tuweze kuupinga na kuukataa utatu. Kitabu ni kile cha Wakorintho wa kwanza 8:6. Ni kwa nini wana matengenezo tunapinga na kuukataa utatu na tunaukataa mchana kweupe? Na mtu yeyote aliye na mada ambaye anajiamini ya kuwa yeye anauamini utatu na ako na andiko katika maandiko linalosema ya kwamba kuna Mungu Baba,
Mungu Mwana, Mungu Roho. Mimi binafsi kama mwana matengenezo natokea, anasema ya kwamba nimejiunga na yeye, bora tu andiko litoke katika Biblia. Lakini kama alipo, hizo ni imani za kujitungia. Sikiliza 4:8-6 Wakorintho wa kwanza. Mbona sisi Waadventista wa Sabato tunaukataa na kupiga vita Utatu Mtakatifu? Inasema ya kwamba Wakorintho wa kwanza 8 mstari wake ni ule wa 6. Inasema lakini kwetu sisi, tuanzie 5, kwa maana japokuwa kwa waitao miungu ama mbinguni ama duniani. Kwa hivyo kuna ambao wanasema kwa kuna miungu mbinguni na duniani, kama vile walivyoko miungu mingi na mabwana wengi. Lakini kwetu sisi, sasa sikiliza Paulo anapoandikia wanafunzi wa Yesu wa siku za mwisho. Anasema lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Kwa hivyo kuna Mungu mmoja ambaye huyu Mungu mmoja anaitwa Baba. Huyu Mungu mmoja anaitwa Baba. Tunarudi hapo. Tunauliza maandiko. Huyu Mungu mmoja anayeitwa Baba ana nafsi ngapi? Maana ndiye Mungu wa pekee na wa kweli. Ana nafsi ngapi? Kitabu ni kile cha Isaya 48:11. Maandiko yanasema ya kwamba kwa ajili ya nafsi yangu. Hata wewe msikilizaji, nafsi yangu ni moja ama ni nyingi? Yangu umejibu vema. Ya kuwa yangu ni nafsi moja. Kwa ajili ya nafsi yangu nitatenda haya. Je, liti unajisi jina langu, wala sitampa mwingine utukufu wangu. Anayosema kwa ajili ya nafsi yangu hapa ni nani? Na huyu ambaye anasema kwa ajili ya nafsi yangu anasema ya kuwa alikuwa na utukufu ambao hatampa mwingine. Je, kwani kunaye ambaye alipewa utukufu ili kisha huyu ambaye ni Mungu wa pekee wa kweli aseme kwa ajili ya nafsi yangu? Kisoma kitabu cha Yohana 17:22. Yesu anasema hivi, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao. Kumbe huyu ambaye ni Mungu wa pekee wa kweli, baada ya kumpea mtoto wake utukufu, anasema ya kuwa kwa ajili ya nafsi yangu one personality, sitampa mwingine utukufu wangu. Na huyu ambaye amepewa utukufu ni Yesu. Kwa hivyo bila shaka anayezungumza katika kitabu cha Isaya ni Mungu wa pekee wa kweli, ambaye ni Yesu, ambaye ni baba wa Yesu zamani, ambaye ni baba wa Yesu, ambaye alimpa mwanawe Yesu Kristo utukufu, na akasema ya kwamba kwa ajili ya nafsi yake ambaye ni moja hatampa mwingine utukufu wake baada ya kumpa mwanawe. Na kisha mwanawe akishapewa utukufu anatupa huo utukufu utokao kwa Mungu Baba. Huo utukufu unatoka kwa Mungu Baba. Sasa tunarudi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8:6. Tumegundua ya kwamba Mungu Baba yuna nafsi moja tu. Ndio maana nasema kwa ajili ya nafsi yangu, my personality, nafsi yangu. God has only one personality, not two or three personalities. There is only one God. Maandiko yanasema kwamba ukisoma kitabu cha Roho ya Nabii kinachoitwa CCH 76 paragraph 7, inasema God is the father of Christ. Christ is the son of God. Christ has been made equal with the Father. Kwa Yesu Kristo amefanywa kufanana na Baba. Nani aliyemfanya? Ni Mungu. Aliyemfanya kufanana na Baba ni Mungu. Sasa sikiliza kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8 mstari wa 6 kinavyosema. Sikiliza elimu. Kinasema lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Tumepata huyu Baba. Ukisoma Biblia utapata ya kwamba ni Baba wa Yesu. Utapata ya kuwa ni Baba wa Yesu katika kitabu cha Yohana 6:26. Inasema lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Vitu vyote vimetoka kwa Mungu Baba. Nasi pia wanadamu tunaishi kwa Mungu Baba. Yuko na Bwana mmoja, Yesu Kristo. Sasa huyu Baba yuko na Bwana mmoja. Huyu Bwana mmoja ni Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuweko na sisi kwa yeye huyo. Kwa hivyo kuna Mungu Baba, na kisha huyu Mungu Baba ana mtoto wake wa pekee wa kweli, ambaye huyu mtoto wake tofauti yake sisi na yeye. Sisi tumefanyika wana kwa kuamini yeye. Ukisoma Yohana 1:12 nasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hivyo sisi ni wana wa Mungu kwa kumwamini Yesu, tunafananishwa na mwana wa Mungu. Lakini Yesu Kristo, Wakolosai 1:15 nasema ya kwamba yeye amezaliwa. Yesu ni mzaliwa wa Mungu, sisi tumefanyika wana wa Mungu. Sasa Wakorintho wa kwanza 8:6 imethibitisha ya kwamba kuna Mungu mmoja aliye Baba, na huyo Mungu mmoja aliye Baba yuko na Bwana mmoja ama mtoto mmoja, na jina la mtoto ni Yesu Kristo. Lakini mstari wa 7 inasema bali ujuzi huu wa kufahamu ya kuwa kuna Mungu mmoja aliye Baba na mwanao Yesu Kristo haumo ndani ya watu wote. Kwa hivyo sio bure wana utatu
wanang'ang'ania ya kwamba kuna Mungu watatu ambao wanatengeneza Mungu mmoja, sio bure. Ni kwa sababu ujuzi huu haumo ndani ya watu wote. Ujuzi wa kumfahamu Mungu mmoja aliye Baba sio ujuzi mchezo. Ni ujuzi ambao haumo ndani ya watu wote. Sasa tunauliza maandiko, je, kwa kuwa Yesu Kristo, kwa kuwa kuna Mungu mmoja aliye Baba ambaye tumepata katika kusoma katika maandiko ya kuwa ni Baba wa Yesu, na Yesu Kristo na yeye Mungu, unasema Yesu Kristo ni nani kwako? Yesu Kristo ni nani kwako? Kitabu cha Yohana 3:16. Yesu Kristo ni nani kwako? John 3 verses number 16. Maandiko yanasema ya kwamba kwa maana jinsi hii, tuanzie 15, ili kila mtu alimwaminie mwana awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa hivyo aliyeupenda ulimwengu ni Mungu, aliyeukomboa ulimwengu ni Mungu, na aliukomboa kupitia mtoto wake. Ukisoma Wagalatia 1:4, maandiko yanasema ya kuwa Yesu Kristo aliweza kujitoa nafsi yake kwa kupenda kwake Mungu Baba. Kwa hivyo aliyependa Yesu ajitoe nafsi yake ni Mungu Baba, ndiye aliyemwamuru mtoto wake aweze kujitolea kwa ajili ya pendo alilokuwa nalo kwa sisi wanadamu, akatukomboa kupitia mwanawe. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kwa hivyo kuna Mungu ambaye ni mwokozi wetu aliyependa ulimwengu. Alipoupenda ulimwengu alimtoa mwanawe pekee. Kwa hivyo kuna mwana pekee wa Mungu ambaye huyu mwana pekee wa Mungu amezaliwa na Mungu. Mbona amtoe? Ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo kuna Mungu mmoja aliye Baba, na huyo Mungu Baba aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee. Mwanawe pekee alipotolewa, kilichofanyika ni kwamba alizaliwa, alifanyika mwili, akazaliwa na mwanamke Mariamu. Kitabu cha Wagalatia 4:4 inasema hivyo. Ya kuwa Mungu Baba alipomtuma mtoto wake, huyu mtoto wake alikuja duniani, akafanyika mwili, akazaliwa na mwanamke Mariamu. Tutazidi kujifundisha katika channel yetu ya Old Path Ministry. Unaweza kutufuatilia katika YouTube, channel yetu inaitwa Old Path Ministry. Na utazidi kubarikiwa unapozidi kupokea elimu, na usije kukubali mpendwa kupokea elimu ambayo ni mapokeo ya wanadamu, elimu ambayo wanadamu wamejitungia. Kwa hivyo elimu ya Utatu Mtakatifu haipo ndani ya Biblia, maana maandiko yameikataa waziwazi, na maandiko kadhibitisha ya kwamba kuna Mungu mmoja aliye Baba na mtoto wake Yesu Kristo. Nimemsikia mchungaji mwingine anaitwa nani? Huyu wa Tanzania, anayefundisha ya kuwa kuna Mungu, anafundisha ya kuwa Mungu, yani kuna Mungu mmoja. Huyu Mungu mmoja bado ndiye aligeuka akawa mwana, akageuka akawa roho, na akageuka akawa baba. Hiyo ni elimu potovu ya ushetani, elimu ya ushetani ambayo shetani ameweza kuleta katika ulimwengu huu ili kisha iweze kuwakanganya wanadamu. Lakini ni jukumu lako kusimama na kutafuta ukweli uko wapi katika maandiko matakatifu. Kwa hivyo kwa leo tutaweza kuachia hapo, ila na kuachia jukumu na kazi ya kuweza kuchunguza ukweli uko wapi, na ukweli upatikane kwa njia ya kuamini wachungaji. Roho ya nabii inasema kitabu cha Pambano Kuu kwamba shetani anaongoza watu waweze kuamini wachungaji wao, walimu wao wa theolojia, na mapastors wao na mabishops wao wanasahau neno la Mungu. Kwa hivyo mpendo, ni jukumu lako kuweza kulikubali neno la Mungu jinsi lilivyo, liweze kukufundisha na kukuondoa katika mitego yote ya yule muovu Ibilisi. Tutazidi kujifundisha katika part 2 ambayo inakuja hivi karibuni. Tutazidi kujifunua neno la Mungu na kupambanua kwa zaidi, kwa undani zaidi. Kwa hivyo tuzidi kuomba Mungu sana aweze kutuondoa katika giza hili na ulimwengu wa kiroho kupitia maandiko yake matakatifu. Kwa hivyo barikiwa sana. Amina.